You are wonderful people, blessed of the Lord. This morning I'm born again. Christ is Lord. The joy and the desire of my heart this very morning. Amen. While he's standing, let us read the word of God from the book of Isaiah 60, verse number 1, 2, and 3. Amen. Hallelujah. Amen. I'm excited this morning. Do you have got your Bible? Amen. Uko na your Bible? Ama yako ni ya kuswipe? Yoyote ile is the word of God. Amen. Hallelujah. There is life this morning in the church. There is power in the house this morning. Blessed be the name of the Lord. Amen. I love my Bible so much. Ni kubwa kiasi, yes. Ni ya kitambo, but I love it. I love it. Amen. Today, ukienda kwa market kupata this Bible, you have to part with good money. Above 10,000, but I love this Bible. And I'm praying that love your Bible too this morning. Amen. Are we there? Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. See, darkness covers the earth, and thick darkness is over the peoples. But the Lord rises upon you, and his glory appears over you. Nations will come to your light, and kings to the brightness of your dawn. Can we read together from the screens? Amen. Okay, 1, 2, go. Arise, shine. And thick darkness is over the people. But can we read again with an attitude this morning? Amen. Tusome na attitude. Verse 1. Again, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. See, darkness covers the earth, and thick darkness is over the peoples. But the Lord rises upon you, and his glory appears over you. Nations will come to your light, and kings to the brightness of your dawn. Father, in the name of Jesus Christ, I thank you for your word this morning. And by the power of this word, Lord, I pray that you may release a spirit of faith that may fill the entire church, even to them that are watching us, oh God, Lord, from afar. Such a faith that will stretch forth and draws from the well of the prophetic word and grace this morning. In Jesus' name, and may the church say amen. May God bless you. Kichwa cha ujumbe wangu asubuhi ya leo ni arise and walk. Arise and walk. Jina la Yesu libarikiwe. Ya kwamba enuka, nyanyuka kutoka chini, kisha usisimame na utembee. Amen. I love the title of this message so much this morning. Ya kwamba ni maneno mawili ambayo
ni ya utendakazi. They are doing words. Arise and walk. Ni maneno ya imani. Mtu ambaye anasema ya kwamba nainuka kutoka mahali nilipo, ni imani ambayo inamuinua kutoka mahali pale. Hata kutembea is faith. Praise the name of the living God. Na Yakobo anasema ya kwamba faith without works is dead. James 2:26. The same way a body without the spirit is dead. And the same way imani isiyo na matendo pia imekufa. Mwandishi wa waraka kwa Waebrania 11:6 anasema bila imani hatuwezi kumfurahisha Mungu wetu. Amen. And this morning I have come to submit in our spirit a faith, imani ambayo inasababisha mambo kuenuka, kusimama, na sio kusimama tu na kuenenda. Jina la Yesu libarikiwe. And this morning I have come to prophesy in our lives, in our family, in our nation, in your situations this morning, in Jesus' mighty name. And I'm praying that your faith may arise and may draw from the well of this prophetic grace this morning, in Jesus' mighty name. Jina la Yesu libarikiwe. I'm preaching in a season and in a time of an year, the last quarter of this year. Na kuna uwezekano mkubwa since January, the first quarter of the year, haukuweza kusimama, haukuweza kutembea. Kuna uwezekano hali zako first quarter of the year hazikutingika. Uchumi haukutingika. Biashara yako haikuenuka. Ndoa yako ilibakia mahala pale. Imani yako kwa Mungu ilibakia pale chini. And even the second quarter of the year, mambo hayakubadilika. Japokuwa we said this is a year of renewal and restoration. And you are looking back na unajiuliza haya maswali. Till now haitingiki. Imebakia kunikondolea macho. Hali zangu zimebakia vile vile. This morning Bwana amenipatia neno kwa ajili yako, ya kwamba mpendwa, enuka na kisha utembee kwa nguvu na uweza wake Mwenyezi Mungu. Mwimbaji mmoja akaimba na akasema, enuka mpendwa, jitie nguvu, maana wewe una kibali. Jina la Yesu libarikiwe. Yaweza kuwa sikuenuka Januari, yaweza kuwa March sikutembea, yaweza kuwa mwezi wa pili biashara yangu haikubadilika, yaweza kuwa mwezi wa 5 hata mtoto wangu hakubadilika. Habari ni zile zile. This morning in the name of Jesus Christ, nimekuja na kisha utembee katika jina la Yesu Kristo. Hata ukiwa Dubai, enuka na utembee. Ukiwa Botswana, amka na utembee katika jina la Yesu Kristo. Arise and walk. Praise the name of the living God. Biblia inasema ya kwamba let God arise and our enemies be scattered. Amen. Yaweza kuwa January this far, and even last
hatia na una historia ya kutotembea, una historia ya kutosimama, moyo wako waweza kuwa umeinama muda mrefu. Uliinama tangu January, hata March moyo wako bado umeinama. Kufikia mwezi wa 7 moyo wako bado umeinama. Lakini asubuhi ya leo ninalo neno kwa ajili ya huo moyo, na nimekuja kuutabiria, ewe moyo, enuka na kisha utembee katika jina la Yesu Kristo. Nimekuja kutabiria kanisa asubuhi ya leo. Enyi kanisa la malango ya mbinguni, yaweza kuwa tumekuwa chini kwa muda mrefu, but a time has come tuamke na kisha tutembee katika jina la Yesu Kristo. Taifa la Kenya, kuna uwezekano korona imefinyilia uchumi wetu chini, ugonjwa ukafinyilia biashara zetu chini, mambo yakasambaratika. Lakini kwake Bwana analo neno kwa taifa la Kenya, analo neno kwa mji wa DCK. Enyi DCK, arise and walk in the power of the Holy Spirit of the living God. Amen. Maneno ambayo tumeyasoma, arise, shine, ni kana kwamba kuna mtu ambaye anaambiwa, na mtu ambaye anaambiwa maneno haya ni kanisa. Evidently, kanisa linaambiwa arise, maana kanisa ndilo linaloandikiwa mahali hapa, linaloelezewa. Na kwa sababu ni hatua ya mtu kuamka na kutembea, ni jambo la kibinafsi. It's a personal responsibility. Twaweza kuwa tuko wengi jinsi tulivyo, lakini hali ya kuwa rise and to walk is a personal responsibility. Na hapo nasema it is my duty. Amen. Jina la Yesu libarikiwe. Waweza kubakia chini, wengine wakiamka. Waweza kubakia umesimama, wengine wakitembea. Na nenea moyo wangu asubuhi leo, nawaambia, ewe moyo wangu, enuka, nyanyuka popote ulipo, na kisha anza kusonga mbele. Jikung'ute mavumbi. Chini hapana utukufu, pale chini hapana heshima, pale chini kuna kugandamizwa. Lakini unapoanza kutembea, kuna utukufu wa aina fulani ambao unaonekana. Amen. Isaiah chapter 3 verse 26, ya kwamba nataka uone ili kanisa lilikuwa wapi, ambalo linaandikiwa in Isaiah 3:26. Thank you, media team. The gate of Zion will lament and mourn, destitute. She will sit on the ground. This is a church ambayo inaambiwa ya kwamba the gate of Zion will lament. Wataomboleza. They will mourn, destitute. She will sit on the ground. Huu ni unabii unaotolewa, na ya kwamba ili kanisa litaomboleza, litalia, litakuwa ukiwa, litaachwa. Na kisha linaambiwa ya kwamba and she will sit on the ground. Isaiah 52 verse 1 and 2. Unabii huu unaendelea kuumbika na kujengeka katika ili kanisa. 52. Awake, awake, O Zion, clothe yourself with strength. Jivike nguvu. Put on your garments of splendor, O Jerusalem, the holy city. The uncircumcised and defiled will not enter you again. Hili ni kanisa linalonenewa na linaambiwa, shake off your dust, rise up, sit enthroned, O Jerusalem,
Free yourself from the chains. Do you see that word? Free yourself is a personal responsibility. From the chains on your neck, O captive, daughter of Zion. Ni kanisa ambalo liko chini, liko na minyororo kwenye shingo. Na verse 1 linaambiwa ya kwamba the uncircumcised hawataingia, watu wa mataifa, maadui, wasio na heshima, hawataingia kwako tena. The defiled will not enter you again. Kumaanisha hiyo historia ambayo nimekuwa nayo, kanisa limekuwa nayo, the CV kanisa limekuwa nayo, ndoa yako imekuwa na a CV of a kind, biashara yako imekuwa na CV of a kind, your health status zimekuwa na a CV of a kind, the condition of your heart imekuwa na a CV of a kind. Kanisa hili linatabiliwa na linaambiwa ya kwamba hautakuwa na hawa tena. The city, the uncircumcised and the defiled will not enter you again. So evidently we are seeing Isaiah 60 verse 1, 2 and 3. The person ambaye anaoandikiwa ni kanisa. Kanisa ni mimi na ni wewe. Nabii Isaiah akitoa unabii in Isaiah 60 anatolea kanisa ambalo lilikuwa chini, kanisa ambalo lilikuwa limesambaratika, lilikuwa limeparara, utukufu wake ulikuwa umeondoka, heshima yake ilikuwa imeondoka, tumaini ndani mwake lilikuwa limeisha, limedhoofika. Then verse 6 then anasema hii haya maneno, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. See darkness cover the earth, and thick darkness is over the people. But the Lord rises upon you, and his glory appear over you. Nations will come to your light, and kings to the brightness of your morning. Praise the name of the living God. It's a church that had a state of affliction. It's a church ambao haikuwa utukufu wowote. Na linaambiwa kwamba arise and shine. In other words, arise and impart to others the rich privileges which were conferred on you. Kuna hazina, utajiri wa aina fulani hili kanisa liliweza kupewa. Amen. Matthew 16 verse 18, Yesu anaandika, anamwambia Petero, Peter, you are the rock, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against you. What a privilege is this? What an honor is this bestowed upon a church? What an honor ambao iko juu ya kanisa. Ni uweza wa namna gani? Position wise ambao Yesu aliposition kanisa is a position of victory. It's a position of triumphing. It's a position of overcoming. It's a position of taking dominion. Jina la Yesu libarikiwe. Lakini sio position ya chini, sio position ya kukanyagiwa chini. No. Jina la Yesu libarikiwe. Na hili ndilo kanisa mimi na wewe. And this morning Bwana amenipatia neno kwa ajili yako, ya kwamba mpendwa, arise from the position hali imekusukuma. Arise from the position COVID-19 imekupeleka matekani. Arise from the position. His
historia ya kwenu imekuweka. And your position is a position of triumphing. Is a position of victory. In the name of Jesus Christ. Yesu akaambia the same Peter in Luke 22 verse 31 and 32 that the enemy has prepared and schemed to sift you like wheat, but I have prayed for you. And verse 32 anamwambia, and when you are restored, strengthen thine brethren. Kumaanisha ya kwamba there is a position. Yesu ana position kanisa. Sio position ya chini. Sio position ya kujisononekea. Sio position ya kutekwa nyara na kuwekwa mahali pale. It's true. I don't deny this fact. COVID-19 has caused a lot of havoc in the livelihood of many. Katika biashara, katika jamii, katika afya za watu, katika uchumi wa taifa. The government spent a lot of money, a lot of publicity and advertisement, a lot of resources fighting against this. Na hata kanisa we have lost terribly. Jina la Yesu libarikiwe. Take the church kabla ya COVID and during the COVID and baada ya COVID. And the state of the church is no longer the same. Biashara, they are no longer the same. People have lost jobs. Hoteli zilifungwa. And many things have transpired. The same way to the church. But what am I saying this morning? That even in that state, hakuna jambo ambalo kwa Mungu wetu haliwezekani. Mambo yote yanawezekana. Jina la Yesu libarikiwe. We have sang this morning, have said, hakuna mwingine na wala sijapata mwenye nguvu kama yeye. Ni yeye pekee. Hata wakati mambo yameinama, ni yeye aliye na uweza wa kuyainua na kuyasababisha yasonge mbele kwa utukufu wa jina lake Yesu Kristo. Biashara ambazo zimeinama, kazi ambazo zimesambaratika, jamii ambazo zimetikizwa. There is hope in the Lord Jesus Christ. Ya kwamba ili kanisa lilikaa hali ya chini kwa muda mrefu. Lakini nabii akatabiri akaliambia, arise and shine. Maana ndani mwako kuna a lot of divine privileges that were invested in you. That were vested in you. Amen. Arise and shine. Jitie nguvu mpendwa in the state you are in. And arise having faith in the Lord Jesus Christ. Amen. Na anaambiwa again, shine. In other words, enjoy that is coming ndani mwako. Furahia. You cannot give that which you don't have. Wala hauwezi peleka watu mahali ambako haujawahi kwenda wewe mwenyewe. Na kanisa hili linaambiwa ya kwamba kuna nuru ya aina fulani ndani mwako. Embrace that light. Love it. Own it. Kisha ipatiane kule nje. Jina la Yesu libarikiwe. Maana ulimwengu unahitaji nuru hii. Jirani anahitaji nuru hii. Anahitaji a word of hope and a word of encouragement. Jina la Yesu libarikiwe. One brother ameniambia this morning as I was coming, nimeongea na gatekeeper mahali pale, nikaona anahitaji huyu Yesu, na nikashiriki na yeye, na kwa muda mchache akampokea Yesu Kristo. Praise the name of the living God. The world needs this light. Amen. The light that is in us. Twapaswa tuiangaze nje.
so that we may impart the world. When we started this open air 1 hour 3 weeks ago, I told us the other day, somebody called us na akatuambia ni kweli mmekuja Rift. Si kuweza kuwafikia, lakini imekuwa a confirmation ya kile ambacho kimekuwa kikiendelea ndani ya moyo wangu. How can I get in touch with you people? Nikamwambia karibu kanisani, we are just opposite the lift gate, there we are as a church. Sunday 1 hakukuja. Sunday 2 she came and she gave her life to the Lord Jesus Christ. Jina la Yesu libarikiwe. Usijidunishe mpendwa, kuna nuru ya aina fulani ndani mwako. There is a potential of a kind in you. There is a power in your life. Usiruhusu adui akufinyilie chini. Arise and shine. Release that power in you. Jina la Yesu libarikiwe. Na haswa wana Heaven's Gate Worship Center, tuna treasures za misingi iliyo bora katika kumwabudu Mungu wetu. Don't be ashamed of the treasure you have, that which you have drawn na umepokea from this altar. It is sufficient enough kung'oa kila aina ya malango ya adui katika maisha yako, katika majirani, mahali pako pa biashara, katika jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu libarikiwe. The light is come. And this light, Biblia inasema ya kwamba in Isaiah 9 verse 2, this light is the gospel. Yesu mwenyewe anasema, I am the true light. John 1:9, John 8:12. In John 1:9 anasema ya kwamba I am the true light. In John 8:12 anasema ya kwamba Jesus is the light of the world. Praise the name of the living God. And the last bit anasema ya kwamba and the glory of the Lord is upon you. The true light that giveth light to every man. Turudi nyuma kidogo. 1:9, John 1:9. The true light that giveth light to every man was coming into the world. This is Jesus Christ himself, who is the true light. Then 8:12 anasema hivi. When Jesus spoke again to the people, he said, I am the true light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Amen. Now this is the light that is in us. Hii ndio nuru iliyo ndani mwetu kama kanisa. Amen. Na tunapo inuka, tunapo arise na tutembee katika uweza na nguvu iliyo katika hii nuru, we are more than conquerors in Christ Jesus Christ. Praise the name of the living God. Asema ya kwamba and the glory, like it was in the wilderness, Isaiah 4 verse 5. Anasema ya kwamba jinsi ilivyokuwa kama pale jangwani. This light, this glory, utukufu huu ulizukia kanisa. Then the Lord will create over all of Mount Zion and over those who assemble there a cloud of smoke by day and glow of flaming fire by night. Over all the glory will be a canopy. What is saying here? Kanisa la leo linapoenuka na kutembea, jinsi utukufu wake Mungu ulivyozukia wana wa Israeli, the same manner, the same measure wa utukufu ule utakuwa juu yako, utakuwa juu yangu. Even this morning
in Jesus' mighty name. Ya kwamba in the days of the Bible, utukufu wa Mungu ulishukia lile kanisa. Na kwa mchana kukawa na wingu, ishara ya protection. 2, ilikuwa ni ishara ya direction, directing, guiding these people or this church. Usiku kawa na moto pia, nguzo la moto ambao pia kwao liliweza kuwapatia divine protection and guidance. When the glory of God inaposhukia, mtu ambaye ameamka na kisha anatembea, hatutembei kwa kupapasa papasa. Kuna mwongozo wa Roho Mtakatifu wake Mungu. Jina la Yesu libarikiwe. And I want us to see example ya watu wanne in the Bible ambao by faith hawali divorce their situations. Wakakatana na hali zao, wakasema, enyi hali, mumenifix mahali hapa kwa muda, but because utukufu wa Mungu umenizukia, the power of God is upon me, nitajikung'uta mavumbi, nitainuka kutoka sehemu yangu ya chini, na kisha nisimame, na nikisha simama nitembee. And the 5th group itakuwa ni mimi na wewe katika jina la Yesu Kristo. Na Mungu asiyebadilika, aliyewezesha taifa kusimama, aliyesababisha watu waliokuwa chini kuenuka juu licha ya hali. Hawezi kuwa chini kwa ajili just a joyful to be there. Kuna hali imekusukuma, umejipata chini. Kuna mambo yametokea na hayana budi kutokea, yakasababisha kanisa kuwa chini. Pengine hali ya kifedha ambayo imesukuma kanisa la Kenya pembeni. Ni kana kwamba we are surviving in the masses ya wanasiasa. No, hii sio sehemu ya kanisa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Altar sio ya kufanyiwa biashara. Is a sacred place, mahali ambako people will come, walio na mahitaji, wanaomhitaji Mungu, na hapa wapokee uponyaji, wapokee msaada, wapokee ukombozi. But how come that we are trading the altar? The other day, Bishop Muheri alisema kwamba church tuna jukumu ya kurestore back the altar to its place. And I'm saying this morning, church, you are a moving altar wherever you are. I am moving altar wherever I am. Jamii yako ni madhabahu ya Mungu tosha pale nyumbani ilipo. Let us arise and shine to the world around us, kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu libarikiwe. Ya kwamba mambo ni kweli yamekuja, upepo umevuma na umesukuma kanisa pembeni. This morning kunayo sauti ya Bwana inayonena na kila hali ya kila mmoja wetu. We are living in a time ya kwamba there are physical and spiritual needs ambazo zimesukuma kanisa pale pembeni. Na sauti ya Bwana inanena jinsi ilivyonena siku za Isaiah. In Isaiah 60, kanisa lilokuwa chini, kanisa lilokuwa mavumbini, kanisa ambalo utukufu wake ulikuwa umetoka. Na sauti ya Bwana ikanena, ikaliambia kanisa, arise and shine. Your position is a position ya juu wala sio ya chini.
Your responsibility si ya kutafuta misaada, ni ya kupatiana tumaini. Jina la Yesu libarikiwe. I don't know who I'm speaking to this morning, but there's somebody in our congregation ambao hali imemweka mahali, japokuwa mchungaji hajaona, japokuwa kiongozi wa mamen hajaona, huenda ikawa kiongozi wa ladies hata pengine hana habari, lakini wewe mwenyewe unaelewa hali za kwako. Kunayo sauti ya Bwana inayonena na wewe asubuhi ya leo. Sauti ya Bwana inanena na hali zako asubuhi ya leo. Zaweza kuonekana they are beyond repair. Zaweza kuonekana they are giants. Zaweza kuonekana they are mountain. Nabii akasema, Zerubbabel, hii milima ishuke. Na tunashukisha kila milima maishani mwetu asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Ni kweli kuna hali adui ameskim na ziko angani, zinakuwa manifested katika maisha yako ya kawaida. Jinsi Yesu alivyosema, the enemy has prepared to sift you like wheat, but I have prayed for you. Amen. Wewe ni mtu mwenye nguvu. Wewe ni hodari. Sehemu yako si ya chini, sehemu yako ni ya juu. Mipango ya shetani ni kuja kuiba, kuua na kuangamiza. But we are saying this morning, in the name of Jesus Christ, we are not letting it go. In the name of the Lord. Sauti ya Bwana bado inanena, haijabadilika. Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Sauti iliyonena in the days of the Bible, siku za Isaiah, na ikasema arise. Anayeambiwa arise ni aliyekuwa chini, hakuwa juu. He was down seated. Anaambiwa now arise. You cannot arise wakati already umesimama. Anayeambiwa ni aliye chini. Na kanisa lilo chini asubuhi ya leo, it doesn't matter jinsi mambo yanavyoonekana. Sauti ya Bwana ikishanena, imenena. There is power in that prophetic voice. Na atakaye nyosha mkono wake wa imani na aweze kutap from that voice, kwa hakika hali yake itabadilika katika jina la Yesu Kristo. Hali yangu, hali yako haijafikia ile bonde ya mifupa mikavu, lakini sauti ya Bwana ikanena kutumia mtumishi wake, akaambiwa nenea hii mifupa mikavu. This morning I have come with this prophetic voice to the church of God in the land of DCK. Oh, ye church, arise and discharge your spiritual mandate in the land. Shine, for the glory of God has come upon you, ye church, in Jesus' mighty name. Our position, see a position ya chini. Our position, see a position ya kulamende. Our position, see a position of mourning, is a position of giving hope to the hopeless society. Is a position of encouraging waliovunjika mioyo, walio na vidonda, waliojeruhiwa. This is our time as a church to arise in Jesus' mighty name. Jivike nguvu mpendwa. Jitie nguvu my brother, my sister. Yaweza kuwa unaunga even as I'm speaking now. Yaweza kuwa your bank account umezi empty zote. But sauti ya Bwana yashinda unga kwenye, yashinda pesa zikiwa kule kwenye banking. Sauti ya Bwana yatosha. Hallelujah. Jina la Yesu libarikiwe. Kanisa tuko na jukumu la kusweep kila aina ya takataka ambayo COVID-19 imeleta kanisani.
You like me? Hate me? This is the truth of the word of God this morning. Watu wametoka kanisani. People are reluctant na mambo ya kanisa. Tukisema ni kesha, eti kuna COVID. Tukisema ushirika, eti kuna COVID. Wait a minute. Hii matatu zinapita mahali hapa. Kwani zinabeba watu wangapi? Angalia runinga juzi, angalie Eldoret. Wanasiasa, hata ungechukua mawe utupe, hiyo mawe haingeguza chini, ingekwama kwenye watu, maana walikuwa wameshikamana kabisa. Enda Isiolo, enda Mombasa, wameshikana kabisa. And yet to us as a church, there are spaces. But we are here to tell the world, in the name of Jesus Christ, may God restore us to our very rightful position in Jesus' mighty name. Hallelujah. Jina la Yesu libarikiwe. Science is selling more than gospel is selling lately in this land. Where is the church? Church of God, arise and shine. There is power when the church arises. There is victory when we arise. In Jesus' mighty name. Hiyo kabuti ambayo COVID imetuvalisha, we are putting it off. In the name of Jesus Christ. It is off our shoulders. Let us preach the gospel. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Jina la Yesu libarikiwe. Gospel ama science ambao tumeuziwa, media right and left. Government is spending a lot. Head of state juzi amekuwa White House akitafuta msaada wa dosi zingine 17 million. Go, we are praying this morning in the name of Jesus Christ. May the church arise that we may shine in Jesus' mighty name. Nikufa na COVID, nikuwa na Yesu, I'm better. I am not die. In Jesus' mighty name. Amen. John 5:2-8. An example of somebody ambaye alikuwa chini na akaamua kwa rise and to shine. Nimesema ya kwamba is a personal responsibility. Utaamua kubakia chini ama utaamua kusimama? Utaamua kusimama ama utaamua kutembea? Mbele ndio naendelea, nyuma sirudi, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Jina la Yesu libarikiwe. Yani excuse right and center imekuwa ni COVID. Kazi ya msalaba ina nguvu tosha, katika jina la Yesu Kristo. Where is my faith church? Where is our faith church? Arise and shine, for your light has come. Not that it will come, has already come. And the glory of the Lord rises upon you. See, darkness covers the earth, and the thick darkness is over the peoples. But the Lord rises upon you, and his glory appear over you. We were in John 5:2-8. Biblia inapatia mfano ya jamaa mmoja. Kwa miaka mingi alikaa in a state of mourning, disappointment, regrets. Now there is in Jerusalem near the sheep gate a pool, which in Aramaic is called Bethesda. Bethesda is a house of mercy, is a house of hope. Amen. Bethesda ni hiyo ndio Bethesda Hospital. Amen.
Wapendwa, miaka biashara hospitali inaitwa Bethesda. Now I see. This is a house of hope. It's a house of mercy. It's a house of grace. Now, which is an Aramaic is called Bethesda, which is surrounded by 5 covered colonnades. Verse 3. Here a great number of disabled people used to lie. A great number of disabled people used to lie. Get that word very well. Used to lie. Walikuwa na lie juu ama chini. They were down. Hawakuwa na nguvu. Hawakuwa na uweza. Hawakuweza kujimudu. But there they were. And a great number. Biblia inatupatia example a few of them. The blind, the lame, the paralyzed. One who was there had been an invalid for 38 years. 38 years, sio muda mdogo. 6. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, "Do you want to get well?" "Sir," the invalid replied, "I have no one to help me into the pool when the water is stirred or when the water is agitated." Wakati maji yanapokorogwa, while I am trying to get in, someone else goes down ahead of me. Then Jesus said to him, "Get up, pick up your mat and walk." In other words, arise and walk. Biblia tuonyesha mfano wa mtu ambaye kwa miaka 38 alikaa pale chini na anapatiana excuses. There's no man to take me in. Amen. Anapeana lame excuse. He's passing the buck. Anapass the blame to other people. That's why I say in the beginning, this is a personal responsibility. Hallelujah. Jina la Yesu libarikiwe. My brother, for you to arise and walk is your personal responsibility. My sister, for your family to be on the cross is your personal responsibility. Hiyo biashara kuamka na kutembea is a personal responsibility. Hali zangu za kiuchumi, for them ziweze kupona, ziweze kusimama na kwa utukufu mwingine, it's my personal responsibility. Yesu akamwambia, "Arise, simama." Japokuwa alikuwa anajaribu, alikuwa anang'ang'ana, lakini kwa uchache kabisa. Maana pengine naangalia wale wengine ambao ni blind, wale wengine, na hivyo basi anajikombea na kujicontrast. The glory that came upon this church in Isaiah 60. "Arise, shine, for your light has come." My brother, my sister, as I am speaking to us this morning, kuna mtu tukufu wake unamshukia. Wakati mwingine anakuwa na roho wa doubt. Kuna mwingine apokea ukombozi wake, wakati mwingine bado anajiuliza inawezekana ama haiwezekani. I have come to tell you, my brother, my sister, tap from this prophetic voice this morning and your life will never be the same again. In Jesus' mighty name. That arise. Arise from your position. Arise from your condition. Arise from your issues and shine, for the light and the glory of God has come upon you now. Amen. Waweza kuwa ulijaribu the first quarter of the year, haikuwork out. Ukajaribu the second quarter, haikuwork out. Even the third quarter, almost giving up.
I have come to tell you in this last quarter, there is a miracle for you. Utakayeamka na kutembea katika jina la Yesu Kristo. Amen. Unajiuliza maswali, when will be my issues be restored? Kanisa lilokuwa chini, kuna mambo ya dhamana yalikuwa yameondoka. Utukufu wake ulikuwa umeondoka. Heshima zake zilikuwa zimeondoka. But kanisa linapoambiwa arise and shine, utukufu unakuwa restored. Power inakuwa restored. Honor inakuwa restored. And in this last quarter of this year, I have come to tell us in the name of Jesus Christ that we are rising and walking in the power of the Holy Spirit of the living God. Amen. Jina la Yesu libarikiwe. This man for 38 years alijilinganisha nguvu za Mungu na nguvu za sheria. This man was helpless without Jesus. Ni kama jinsi Israeli ikiwa in the wilderness, haingepata msaada mwingine ila ni nuru yake Mungu na utukufu wake. Bila wingu lilikuwa mahali pale na moto usiku ulikuwa mahali pale, ukawa msaada kwa taifa la Israeli. Huyu Bwana na yeye Yesu alikuwa msaada kwake. Hangeliweza kupona bila yeye. Jina la Yesu libarikiwe. This man depended on men, and this man kept disappointing him for 38 years. Maji yanapokorogwa anatarajia sister so and so atakuja ni, lakini akawa disappointed. Anatarajia man atakuja ninyanyue na aniweke pale niweze kupokea muujiza wangu, anakuwa disappointed. Unatarajia pesa zikuje, unakuwa disappointed. Pesa zaweza kosa kukuja. Wandugu wanaweza kosa kuja in your situation. Wadada wanaweza kosa kuja kukutembelea. Kanisa laweza kosa hata kuonekana. Hata mchungaji aweza kosa kujua. Lakini sauti ya Bwana ikikunenea, my brother, my sister, ya kwamba arise and walk, for sure it will come to be in Jesus' mighty name. Hallelujah. Maana kuna vitu vidogo vidogo vinatukwasa, ya kwamba Pastor Njenga hajakuja kuniona, hajanipigia simu, Revu hata hana habari, hata hajakuja kuniona. Kwa muda gani utavaa slippers, my brother, my sister? Vaa safety boot na utembee kama mwanajeshi ambaye ameambiwa arise and walk. Amen. Ndaweza kosa kuja kukuona, my brother. Ndaweza kosa kujua. Ni kweli ama human being. Lakini Mungu aishie aona haja ya kila mmoja wetu. Atuelewa vema. Ukipiga magoti umlilie, mwambie Jesus, I am in this situation for this number of weeks, for this number of months, for this number of years. Come. He is faithful to come to your situation. In Jesus' mighty name. Amen. This man kept depending upon men. Waweza kuwa miaka hii yote tangu turi ifungwe unategemea miaka. Miaka yaweza kosa kukuja, lakini Yesu amekuja. Hallelujah. Unatarajia pesa za miaka zaweza kosa kuja, lakini mimi nikiwa na Yesu bila miaka, I am more than a conqueror in Christ Jesus Christ. Hallelujah. Nitasukuma mambo sio kwa nguvu wala uweza wangu, ni kwa sababu naye Yesu aliyenenea kanisa kaliambia arise and shine, for the glory of God has come upon you. Miaka yaweza kuwa haikuji, yaweza kuwa haitakuja. Umeegeza, zaweza kuwa hazitatoka. Ulipanda, zaweza kuwa hautapata zote. Lakini kiwa na Yesu, mbele ninaendelea. Amen. Ninaye Yesu wapendwa this morning.
Yesu akaambia huyu bwana, arise, pick up your mat and walk. Amen. I've come to tell you this morning, arise, pick up your issues and walk. Amen. There's a second man in Mark 2:1-5. This man, again, we are reading from the book of Mark chapter 2 verse 1-5. This is a man ambaye hakuweza. This is a man ambaye hata hakujaribu. But he was there a few days later when Jesus again entered Capernaum. The people heard that he had come home. So many gathered that there was no room left, not even outside the door, and he preached the word to them. Some men came, bringing to him a paralytic carried by 4 of them. Seeing they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus, and after digging through it, lowered the mat that paralyzed the man was lying on. This man was lying. He was not seated nor standing. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, son, your sins are forgiven. You read verse 8, anaambiwa kwamba pick up your mat and walk. Praise the name of the living God. Which is easier to say to the paralytic, your sins are forgiven, or to say, get up, take your mat and walk. Amen. Brother, sister, wacha historia mrefu. Neno la Bwana linakunenea na kuambia, arise and walk. Full stop. This man hangeliweza, lakini alipata msaada wa wandugu. Alipata msaada wa wapendwa. We thank God for the pastor ambaye ananipigia simu akujulie hali. Wandugu waje washikanie, wakubebe, wakulete kwenye maombi. And that's what we do every Friday. Wewe ambaye huwa ukuchi maombi, kuna wapendwa ambao wanabeba maji. Kwa imani wanakupeleka miguuni mwa Yesu. Kuna jamii ambazo zinapelekwa miguuni mwa Yesu. Amen. Patukua mahali pale Yesu anasema, amka, tembea brother. Jina la Yesu libarikiwe. Jamaa wa kwanza alikuwa anang'ang'ana mwenyewe. Huyu wa pili hakuwa na namna. There are people ambao wamezunguka kanisa. Kuna jamii ambazo zimetuzunguka. Kuna vijana ambao wametuzunguka. Kuna watoto ambao wametuzunguka. Hawana namna. Church, can we arise and carry their mat by faith? Tuwapelekee Yesu. Tumwambie Yesu, ponya Rift. Yesu, ponya Kasarani. Komboa DCK. Rejesha kina mama kanisani. Rejesha wazee kanisani. Nasua vijana kutokana na minyororo ya ibilisi ambayo amewafunga nayo. We have got a responsibility, church, ya kubeba mikeka ya watu wale ambao hawajiwezi, tuwapeleke miguuni pa Yesu. Amen. Na hiyo haitafikia ikiwa ndakaa katika hali yangu ya kukaa chini. I have to arise in my prayer. I have come this morning to prophesy to the prayer life of somebody. May your prayer life arise in Jesus' mighty name. May your faith arise in Jesus' mighty name. May your zeal and a passion for God arise in Jesus' mighty name. Amen. May your giving arise in Jesus' mighty name. Kuna vitu kwa ajili ya kwa kwetu chini vimetoweka. We are believing God for the restoration in Jesus' mighty name. Kuna wapendwa mliomba, na hata mimi nikawasikia mkiomba.
Kuna jinsi nilivyoomba mukasikia nikiomba. Waleo hata tukiwa na mkesha mpaka asubuhi hautanisikia nikiomba hivyo. Kwani hiyo zile, hiyo passion ilienda wapi? Kuna bidii aina fulani niliyokuwa nayo kwenye madhabahu. There are people wangeomba hata ukiwa nje, unajua hiyo ni sister so anaomba because ya tone yake, jinsi alivyo travail, jinsi alivyo agonize. I have come to speak to that situation in Jesus' mighty name. Arise, my brother, arise, my sister, and walk in the power of the Holy Spirit of the living God. Amen. Let us see the last man in the book of Acts chapter number 3 verse 2 to 6. This is another man again. Wale ambao tumekuwa nao in the Bible study, you understand the story so well. Amen. About this man, crippled from birth. Now a man crippled from birth was being carried to the temple gate called Beautiful. This again was a place of hope, a place of mercy, a place of healing, where he was put every day to beg from those going to the temple courts. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. He asked them for silver and gold. Aliwauliza miaka yangu iko wapi? Akauliza biashara yangu iko wapi? Peter looked straight at him, as did John. Then Peter said, "Look at us." So the man gave them his attention, expecting to get something from them. Then Peter said, "Silver and gold I do not have." Ninaona this man immediately moyo wake unainama, maana alikuwa ametarajia kitu kitatokea sasa. But what I have, I give you. Peter and John had something. They had the power in them. Walikuwa na nguvu, walikuwa na uwezo wa Roho Mtakatifu, walikuwa na kibali na Mungu, walikuwa na a sound relationship na Mungu wa madhabahu. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Other versions nasema kwamba taking him by the right hand, he helped him up. In other words, alisaidiwa kuamka. And instantly, the man's feet and ankles became strong. Amen. In a nutshell, this man for 40 years and above hakuwahi jua kutembea. Alipata misaada kutoka kwa watu. Msaada wa kwanza, kila asubuhi alibebwa kwa migongo za watu kutoka pale alikuwa anaishi, na akapelekwa in this beautiful gate, na akaanikwa mahali pale kama mahindi. Msaada wa pili alitarajia kutoka kwa watu waliokuja asubuhi saa 9 na vinashara jioni, angalau wampatie something. So aliishi maisha ya misaada. Asubuhi alibebwa na watu, jioni akabebwa na watu. In the course of the day alitarajia misaada kutoka kwa watu. And I can see a spirit ya kuombaomba ndani mwake, roho wa kutarajia misaada kutoka kwa watu ndani mwake. Mmoja, kuna watu wa assembly hiyo, yaani asubuhi kila siku anaopiga anatarajia mtupie kitu. Kila ushuhuda na utoa anatarajia angalau ulete something. Amen. This man was there. But the Bible says for 48 years and above he was there. But when Peter and John walipokuja njia yake, wakamwambia, "My brother, imani yako ienuke sasa." In simple alimwambia kwamba may your faith arise. Imani yako ienuke kutoka pale ilipo.
wakamkazia macho, yeye pia akawakazia macho, and all of a sudden kukawa na a shift from religion to faith in Jesus Christ. Maana for over 40 years dini haikumsaidia, sheria hazikumbadilisha. They mastered him. But an hour of grace when it came, maisha yake yakabadilika. Amen. Jina la Yesu libarikiwe. I have come to announce to us in the name of Jesus Christ, hii miezi mitatu ambayo imebakia ni miezi ya neema katika jina la Yesu Kristo. Na kuna vitu vinarejeshwa maishani mwetu. Kuna vitu Bwana anaachilia. Kuna mambo tuliyopoteza Bwana anayarejesha katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Inua imani yako na umtazame huyu Yesu Kristo. Faith in this word. Faith in the altar that we are drawing our strength from. In Jesus' mighty name. Hallelujah. The other day we said, let us pledge tujenge Mungu choo kisha tujenga zetu. Amen. The other day mtumishi wa Mungu alituambia haya mawe, hii rundo la mawe likigeuzwa liwe ukuta kisha atatubariki. And for sure we are walking in these blessings. Hallelujah. Jina la Yesu libarikiwe. So the grace that's flowing from this altar is your responsibility to tap from that. And the Bible says, see the days of the John the Baptist, Matthew 11:12, till now, the kingdom of God suffereth violence, and violent men take it by force. Mambo ya neema, baraka za neema, kuteka maji katika huu mto wa neema, my brother, my sister, is your personal responsibility. Stretch forth your faith and tap from that river of grace. And your life will never be the same again. We are learning on Tuesday here. Yani kuna neema ambazo altar, madhabahu huachilia. Yani inaachiliwa tu. Lakini atakayenyosha mkono na atap, maisha yake yatabadilika. Hallelujah. Jina la Yesu libarikiwe. Namalizia kwa kusema hivi. Genesis 14:11. The Bible inatuonyesha mtu wa Mungu ambaye pia alipoteza na akajipata hali ya ufukara. Akajipata ako chini. By the name Abraham. Ya kwamba akaambiwa cousin, Lot, mpwa wake, ametekwa nyara na the 4 kings pamoja na Sodom and Gomorrah, wamefagiliwa wote. Kama jinsi COVID imefagia mambo katika maisha yetu, jinsi COVID imefagia mambo katika taifa letu la Kenya. COVID imetufagilia watu wakubwa. Magufuli ilifagia. Watu wengine mashuhuri katika taifa la Kenya wamefagiliwa, hawapo. Thank God we are remnants. Amen. Biashara zimefungwa, hoteli zilifungwa, waliokuwa wamefuga kuku wakakosa mahali pa kupeleka, biashara zikasambaratika. Many things went haywire. Watoto wetu wamepoteza 1 solid year wakiwa nyumbani. We have lost many things. Hawa watu wakapoteza wake zao. Married men, think of that. Bibi ametekwa nyara na hayuko, amepotea. Andoi maisha ni agri bila bibi. Watoto hawapo, mifugo hazipo, mali hazipo. Reverend, yani unaamuka, all title deeds wako tuote gone, all your investments gone. Then Abraham akaamuka. The 4 kings
seized all the goods of Sodom and Gomorrah. Get those words. The 4 kings seized all the goods. Hawakubakisha anything. And all their food. Then they went away. Verse 12. The next verse. They also carried off Abraham's nephew Lot and his possessions, since he was living in Sodom. Where we camp our tent matters so much. Hata wakati huu wa COVID. Amen. Mahali ambako nimepeg my family. Mahali ambako nimeweka imani yangu. Mahali ambako nimeweka tumaini langu. Count so much. Lot aliweka tendi yake pale milangoni mwa Sodom. Brethren, let us have faith in God. Let us have faith in Jesus Christ. Hata wakati mambo ni magumu. Msaada wetu hautoki mahali pengine popote pale. Msaada wetu watoka katika mwamba ulio juu ya miamba mingine yote ile. Jina lake Yesu Kristo. Hata ugonjwa ukikuja ambao hauna jina, madaktari wamekosa jina, sitageuka kupata msaada kwa watu wengine. Nitapata msaada katika Mungu wa majeshi, yeye ambaye alipigwa mijeredi niweze kupona. Biashara wakati ambao haifunction, nitashawishiwa niende mahali kwingine. Juzi somebody gave me a testimony. Brother, wakati wa COVID, biashara zimefungwa. Uber imekuja ikasheka wa business. COVID imekuja imesheka wa industry. Lakini yangu kwa neema zake Mwenyezi Mungu bado inaendelea kusell. So much mpaka watu wamekuja kwangu juzi wakaniuliza, hebu tuambie tu, mahali penye huwa unaenda, hata sisi, hata mimi niko ready kwenda hapo. Kwa lugha nyingine wanasema namna gani? Tunatafuta msaada. Mahali ambako wewe huendea msaada, akawageukia akawakazia macho, akawaambia msaada wangu watoka katika Bwana wa majeshi, jina lake ni Yesu Kristo. Hallelujah. Ya kwamba wakati COVID ipo, Heaven's Gate will still prevail. For the gate of hell will not prevail against the church of Heaven's Gate Worship Center, in Jesus' mighty name. Hallelujah. Neno la Mungu halijabadilika, ni lilo jana, leo na hata milele. We are not closing the door. We are preaching under the anointing and by the grace of the Lord Jesus Christ. And we are out for missions in this land. Amen. We were here in the morning by 5 na wengine 4 kuona ya kwamba truck tumeasha, tumeenda crusade asubuhi saa 12 kabla ya ibada. Something small interfered with us, but we are on in Jesus' mighty name. 5 we are here. We are moving on in Jesus' mighty name. Brother, you better shape up or shape out, for the church is moving on in Jesus' mighty name. Hallelujah. Abrahamu akainuka na jeshi alilokuwa nalo. Alikuwa na wafanyikazi ambao alikuwa ni homemade, home manufactured. Na akaamua kupursue the 4 kings. Akaamua kupursue the jeshi ambayo ilikuwa na the 4 kings. Who knows kings who hawaendi peke yao? They go with the allied security. They don't go with the amateurs. They don't go with trainees. They don't go with G4S. They go with the allied security. And so the kings had their best. And this man of God akaamuka na aliyokuwa nacho, aliyokuwa na wao. He had 38 homemade guards, servants. Wakaamua kupursue.
And when they pursued, the Bible tells me, Bwana aliwapatia neema ya kurejesha all that the four king had taken away, including their wives, including their food, including their cattle, including their peace and joy. Hallelujah. And Heaven's Gate Worship Center, I have come to tell you, msaada wetu hautoki na the best revivalists. Msaada wetu hautokani na the best guest we will invite. Msaada wetu unatokana na jeshi hili tu la Heaven's Gate Worship Center. Jeshi hili ambalo limepledge 900,000 and above. Hili jeshi tu ambalo limejenga hili kanisa. Hili jeshi tu ambalo limeweka tithes hili kanisa. Hili jeshi ambalo limenunua truck 2 million. Katika hili jeshi Bwana anatupatia nguvu. Let us arise and pursue our enemies in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Abrahamu alitumia 318 men, homemade men. Brother, strength ulio nayo, the skills that you have, the grace that you have tapped from this altar, the anointing that you have, Mama She, that one, the knowledge of God that you have, my brother, my sister, tumia huo msaada ambao ni wa homemade. Una nguvu za ajabu kinyume na falme zote za ufalme wa giza. Amen. And we are rising in the strength and in the power of God, and we are restoring back. Amen. Hallelujah. Nani anasikia pain kuona seats are empty? Nani anasikia pain kuja Bible study and we are 4 of us? Nani anasikia pain na kuja maombi on Friday and we are handful people? Who is feeling pain? People are getting saved and disappearing in our midst. Who is feeling pain? Petty issues they are causing. One of us na affect moja ule mwingine. We are rising in the name of Jesus Christ. Na tunapoamuka we are walking. Na tunapotembea utukufu wa Mungu unatuzukia. Utukufu ambao for one is divine protection. 2, umejawa guidance in Jesus' mighty name. What have you lost, my brother, this year? What have you lost? I have mentioned but a few what as a church we have lost. But it's a personal responsibility for me and you to arise in Jesus' mighty name. And to release a grace over your life. Ya ku arise. Ya ku pursue your enemy. To overtake your enemy. To defeat your enemy. In Jesus' mighty name. Until you restore back that which the enemy has stolen from you. Hatutanyamaza wapendwa. Hatunyamazi katika jina la Yesu Kristo. Utajiri wetu hautuachili, tunauendea pale ulipo katika jina la Yesu Kristo. Hazina zetu hatuziachili, tunaziendea katika jina la Yesu Kristo. Pesa zetu tunaziendea in Jesus' mighty name. Our title deeds tunaziendea katika jina la Yesu Kristo. Heshima yetu tunaiendea katika jina la Yesu Kristo. Utukufu wa kanisa tunauendea katika jina la Yesu Kristo. If you're saying yes with me, stand up on your feet in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Arise, my brother. Arise, my sister. We are restoring back that which the enemy has taken away from us. In the name of Jesus Christ. Lift your hands to heaven.
Mwambie Bwana, I am arising in the power of the Holy Spirit of the living God. So much until I walk in the power of my victory, until I walk in the power of my glory, until I walk in the power of my joy, in the power of my happiness, in the name of Jesus Christ. Yes, Lord. Mwambie Bwana, tunarejesha, ninaamuka, I'm arising, not by might nor by power, but by the Spirit of the living God. Let God arise so much in your family. May God arise so much in your health. May God arise so much in the work of your hand. May God arise to every battle that you are engaging in. May God arise in your financial life. May God arise in your physical needs. May God arise in your spiritual needs. And when God arise, may the enemies be scattered in Jesus' mighty name. May the enemy to your families be scattered. May the enemies to your business be scattered in Jesus' name. May the enemy to your calling, the enemies to your destiny, the enemies to their prayer life be scattered in Jesus' mighty name. The enemies to your dreams be scattered in Jesus' mighty name. May the church arise and walk in the power of God. May the families of the church arise and walk in under the glory of the power of God in Jesus' mighty name. Lift your voice and tap in the name of the Lord. Declare to yourself, tabiria hali yako na useme, I am arising from this condition. I am arising from these challenges. I am arising from these bondages. I am arising from this history. I am arising from this condition, financial situation, financial matters. I am arising in Jesus' name. Katika maisha yangu ya maombi, you are saying, I am down, but I have chosen to arise in Jesus' mighty name. Katika hali yangu ya kutii madhabahu na kuheshimu sauti ya Mungu, yes, I'm arising in Jesus' mighty name. I am arising katika mwito nilionao kanisani. I am arising katika hali yangu ya ibada. I am arising katika hali yangu ya huduma. I am arising and walking by the power and the anointing of the Holy Spirit of the living God. Yemako yandaramakazeka. Nimenajia watu watatu kwenye Biblia. Aliyekuwa in the Bethesda, he arose and he walked. Aliyebebwa na watu pia akaamuka akatembea, na aliyekuwa kiwete kwa msaada wa Petero akaamuka akatembea. I may not understand your situation, my brother. I may not understand your condition, my brother, but hear the voice of the Lord this morning. Arise and walk in Jesus' mighty name. There is power enough in the grace of the Lord to change and to transform the status of the church in Jesus' mighty name. Abrahamu akaamuka akasema, sitakanyamaza, sitaketi hata kama Lut ametekwa nyara, hata kama bibi zao wamehamishwa, hata kama mali zao zimetwaliwa. Sitaomboleza, sitabaki katika hali ya kujihurumia na kujisononekea, but I will arise in the power of the Lord, in the power of the Holy Spirit, and I will pursue my enemy. I will pursue and overtake and restore that which belongs to me, belongs to the church in Jesus' mighty name. Nimeongea juu ya mfano wa watu wanne kwenye Biblia.
The first one, he was in Bethesda, in that pool. But aliamuka na akatembea. Kuna mwingine ambaye alinyanyuliwa na watu akapelekwa miguuni pa Yesu. Kuna huyu kiwete for 40 years and above aliishi in the beautiful gate. Abraham hata baada ya kusikia kile ambacho kimemponyoka akaamua kuamuka kutokana hali yake. Na asubuhi leo you are there. Hata pengine biashara ilifungwa, hauna even a single idea. But there's grace enough. Hatuamuki kwa nguvu zetu. Hatuamuki kwa mwili na nyama. No, but by the power of the Holy Spirit of the living God. Na tunapoamuka maadui zetu wanatawanyika. Jinsi ambavyo moshi hutawanyika in a mighty wind. Na jinsi ambavyo mshumaa huyeyuka in a mighty fire. This morning I have come to declare that as a church we are rising and walking in the power of God. We are not only arising, we are arising and walking. It's not by might nor by power, but by the Spirit of the living God. Yaweza kuwa maisha yako ya maombi ulisongwa na mambo mpaka maisha ya maombi yamesaulika in your systems. Yaweza kuwa matoleo yako yamesambaratika in your system. Yaweza kuwa hata attendance, your attitude na the altar imekuwa sick. Hata ukakiri ukasema ya kwamba hiyo kanisa sitawahi rudi. Ukawahi sema hata ushirika wa mama sitawahi hudhuria. Ukasema ushirika wa kina baba sitawahi hudhuria. Na umeakiri hayo maneno kwa kinywa chako. We have come to negate those covenants in Jesus' mighty name. Hallelujah. Yaweza kuwa sio kupenda kwako, ni hali iliyokusukuma. Lakini in every situation, when Jesus showed up, all these men rose up and walked in Jesus' mighty name. And there you are saying, Pastor, I'm believing God in this situation. I'm believing God katika hali hii. I want to arise and walk in this condition that I am in. I want to overtake it. I want to defeat it. I want to walk in victory. I want to walk in power. I want to walk in the anointing of the Lord Jesus Christ. Sitakubali hali hii any longer kuniweka mahali pale. I want to tap from this grace, prophetic grace of arising and walking. Stretch your hand wherever you are. I want to pray with you. In Jesus' mighty name. In the name of Jesus. God is faithful. God is faithful. Rama kosika yandaraba kosike. Ye mama zieka yandaraba kosi. Baba kosike yandarabu. God, you who gave me this word. You sent me to these people with this word. Lord, in the name of Jesus Christ, they have lifted their heads to you as a gesture and a symbol of faith to you. The same way this crippled man was in the pool of Bethesda, and this crippled man was in the beautiful gate. Lord, I'm praying in the name of the living God. May the power of the Holy Spirit of the living God move from this altar and flow now to every hand that is lifted up to you. In the name of Jesus Christ, Holy Spirit of the living God, you hovered over the bodies of waters in the days of creation. And in the upper room, you reach and touch every man, 120 of them. You are the unlimited one of Israel. And I declare now, in the name of Jesus Christ, by this grace, Lord, and by the power of the Holy Spirit of the living God, may every hand, Lord, be ministered by you.
be touched by you. In the name of Jesus Christ. Receive the power of the Holy Spirit of the living God. Receive the grace of God. The same power that caused this man to arise and walk. The same grace that caused Abraham to arise, to pursue, to overtake and to restore, that which the four kings had taken away. I am declaring this grace upon your children now, upon your servant now, in Jesus' mighty name. Kile ambacho kanisa limepoteza kuanzia January in last year, Lord, and even any other years, we are declaring this morning as a church in the name of Jesus Christ that narejeshwe kwa utukufu wa jina lake Yesu Kristo. Ninasimama kinyume na kila wingu ambalo limeleta hofu, ambalo limeleta kilio katika mkono ambao umeinuliwa Bwana. And I condemn it now. I rebuke it now in Jesus' mighty name. No weapon formed against these dear ones shall prosper in Jesus' mighty name. Yaweza kweli kuja in one way, ninaiamuru ikaondoke in 7 different ways in Jesus' mighty name. Na Baba, natangaza utukufu wa Mungu juu ya hii mikono. Natangaza kibali cha Bwana katika hizi jamii, na atilia kipendeleo chake Mungu maishani mwao. Lord, may they arise and they walk in the power and the anointing of the Holy Spirit of the living God. Hallelujah. Natabilia kila ushirika wa mama ukainuke, kila ushirika wa wazee ukainuke, ushirika wa vijana, ushirika wa Sunday school, every GCC ninaitabilia asubuhi ya leo. Oh, ye GCC, arise and walk in the power of the Holy Spirit of the living God. Natabilia praise and worship. Natabilia, oh God, intercessors in the church. Natabilia Bible study and usher every believer, every leader. May the anointing, Lord God, of arising and walking, Lord, rest upon us in Jesus' mighty name. In Jesus' name, say amen. Say amen. May God bless you. Purpose to arise and choose to walk kwa utukufu wa jina lake.